Bila kuponda muda, usome katika kitabu cha Mathayo sura ya 14, 22 hadi 31. Tunasoma kwa msaada wa Yesu. Mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwahaga mkutano. Naye alipokwisha kuwahaga mkutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba, na kulikuwako jioni, alikuwako huko peke yake. Na kile chombo kilikwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea, akienda kwa miguu juu ya maji. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari, wakafadhaika, wakisema, ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu alinena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akisema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo, akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana, niokoe. Mara Yesu akanyoosha mkono wake, akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Nao walipanda chomboni, upepo ukatulia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ahimidiwe. Nafikiri kwamba haya maneno sio mara yako ya kwanza wewe kuyasikia, lakini mwanadamu lazima kila siku ni kumbushwa. Ni kwamba siku ya leo tunakwenda kujifunza, somo letu linasema kwamba woga adui wa imani. Woga adui wa imani. Habari hizi tunazipata ni kwamba wakati ule Yesu alipokuwa na wanafunzi wake katika Injili, kuna wakati alikuwa anatembea kwenye vyombo, kuna wakati alikuwa anatembea kwa miguu, anaingia kwenye boti ama mashua, anavuka ng'ambo ya mto, sababu alikuwa kwenye safari za Injili. Na wakati huu alikuwa kwenye Injili, akawaambia wanafunzi wake, pandeni mashua mvuke ng'ambo. Yeye akabaki pale anahutubia mkutano. Bwana Yesu asifiwe sana. Anabaki pale anahutubia mkutano, na wanafunzi wake walichukua chombo wakaingia. Ilikuwa jioni. Wakaingia kwenye chombo wakaenda. Yeye akabaki pale anahutubia mkutano. Na baada ya kumaliza kuhutubia ule mkutano, hakuenda moja kwa moja kuwapata. Alipanda mlimani kuomba. Alienda mlimani, akakaa huko kwenye maombi yake ya faragha. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaomba, akakaa huko kwenye maombi ya faragha. Hata ilipofika usiku, alikuwa peke yake huko mlimani. Na wakati huo Yesu aliona kwamba usiku umeendelea, akaenda sasa, akashuka mlimani na akaenda kuwafuata wale wanafunzi wake. Wanafunzi wake walikuwa tayari wameshakuwa mbali kabisa. Na huku wako baharini, huku mawimbi na upepo unawasumbua kabisa. Sababu Biblia inasema upepo ulikuwa wenye nguvu sana. Kwa hiyo tunaenda kuona kwamba Yesu akashuka akawafuata, akitembea juu ya maji. Akitembea juu ya maji kama sisi tunavyotembea hapa chini kwenye barabara ama kwenye udongo, na yeye jinsi hivyo alivyokuwa akitembea juu ya maji. Akawafuata wale wanafunzi wake. Na wakati alipokuwa akiwafuata, ilikuwa usiku wa manane, kama zamu ya 4 ni kama saa 9 za usiku hivi. Wanafunzi huku wakitaabika na ule upepo, lakini yeye alienda tu, akaenda anawafuata, lakini waliona kwa mbali kivuli.
Wakatazama kwa mbali, wakaona kile kivuli, wakaanza kuogopa. Wakasema hiki ni kinini? Wakawa na hofu sana, wakaanza kuogopa. Lakini Yesu alitambua kwamba ndani yao wanaogopa, wakaanza kupiga yowe. Kipindi kile walipoogopa, wakaanza kupiga yowe, wakaanza kulia, wakaanza kupiga yowe. Lakini Yesu akawaambia, msiogope, ni mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Msiogope, ni mimi. Akafika pale, lakini wakati ule angali pale majini, Petro, sababu alikuwa mtu mjasiri sana, akamwambia, Bwana, kama ni wewe, niruhusu nije kwako nikitembea juu ya maji. Yesu akamruhusu, akamwambia kwamba njoo. Naye Petro akashuka, akajipa moyo, akashuka kwenye chombo, akaenda anatembea juu ya maji. Lakini wakati alipoona ule upepo, akaogopa, akaanza kuogopa, akaona woga. Yeye kuona woga, akaanza kuzama sasa. Na wakati huo alianza kuzama, akapiga yowe, Bwana niokoe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana niokoe. Na Yesu mara akanyoosha mkono wake, akamshika na wakapanda kwenye chombo. Akamwambia, wewe, mbona umeona woga? Wewe mwenye imani haba. Kwa hiyo tunaenda kuona kwamba woga unaweza kumtoa mtu kwenye imani yake. Woga unaweza ukakutoa kwenye njia yako. Unaweza ukakutoa kwenye imani yako. Unaweza ukakutoa kwenye Ukristo wako. Bwana Yesu aturumie sana. Sababu mwanadamu lazima yeye anakuwa ni mwoga. Mwanadamu anakuwa ni mwoga. Kipindi chote anachoona kitu kama kimemjia vibaya, aibu yamekuja, magonjwa yameingia, matatizo yamekuja, umaskini umekuja, usumbufu wa maisha, yeye anaanza kuogopa. Anaanza kuogopa. Na unapoogopa kipindi hicho, unaenda kuona kwamba wewe umetoka kwenye imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaanza kutoka kwenye imani. Ndio wale mnaowaona anapopatwa na shida, yeye anaanza kukimbilia kwa waganga wa kienyeji. Labda ndio kwenye atapata msaada. Kulikoni yeye kulalamika ama kupiga yowe kwa Yesu amuokoe, yeye anaanza kukimbilia kwa waganga wa kienyeji. Yeye anaanza kukimbilia kwenda kuuliza kwa watu, niangalizie hapa ili shida inayonitokea ni nini. Sababu ya woga wa maisha. Woga unakwenda kumtoa ule mtu katika imani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Matatizo ya maisha inaweza ikasababisha wewe kuondokana na uwepo wa Mungu. Matatizo ya maisha unapoiogopa inaweza ikakutoe kwenye uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nina mfano hai, huyu mdogo yangu. Wakati yuko kule nyumbani, moyo wangu ulikuwa unasikitika kila leo kwa sababu ya matatizo aliyokuwa nayo. Mara kwa mara watoto wanaumwa, mara mume anaumwa, mara wengine wanavunjika, mara wengine wanapatwa na hivi. Lakini nilikuwa namuombea kila siku asiondokane na imani yake. Sababu angepata ule woga yeye, labda angeishia kwenye waganga wa kienyeji. Lakini sababu amesimama, ameondoa ule woga, alikuwa mjasiri, alipata kusimama imara na mpaka leo yuko imara. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu shida ziliokuwa zinampata zilikuwa shida nyingi, shida kubwa sana. Hata moyo wangu mimi alipokuwa ananiambia, nilikuwa naumia. Mara hata nikimpigia simu, uhame utoke hapo sasa utafute sehemu nyingine.
Lakini yeye anaambia dada, nitahama, nitaenda wapi? Matatizo ni yale yale, yatanifuata hata pale kwenye nitaenda. Na hakuna siku alisema kama hivi, dada, mie niko kwa waganga wa kienyeji huku ama kwa nani. Hapana, alikuwa ana matatizo yakija anahama kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaposikia woga, unapopatwa na shida na ukiwa na woga, unaweza ukasababisha wewe kuondokana na mapenzi ya Mungu. Unaweza ukasababisha wewe kwenda kinyume na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaenda kuona kwamba ugumu wa maisha, matatizo ya maisha inaweza ikakutoa wewe kwenye uwepo wa Mungu. Sasa wewe Mkristo mwenzangu, kwa siku ya leo unaambiwa kwamba usiogope, maana woga unaweza ukakusababishia wewe kuondokana katika mapenzi ya Mungu. Kwa lugha yetu sisi tunasema boba buki boche boba. Ni kwamba ukiogopa utaweza kuona hata kitu kingine, hata mtu, hata kitu kenye uliweka pale kinaweza kikakuletea uoga. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo Mkristo atakiwa muoga. Mkristo atakiwi kuwa muoga. Kuna watu wengi wanaogopa. Hata angekuwa na siku ya angepata wokovu ama kutubu, lakini anapoangalia mazingira, anaangalia wanadamu, anaogopa. Mahali alipo, marafiki zake, mimi siwezi kwenda pale. Siwezi kwenda pale. Sababu gani? Anaogopa. Ule uoga ule unasababisha yeye kutubu dhambi zake. Wanadamu watanichukuliaje? Marafiki zangu, wengine watu watanichukuliaje? Lakini ukiondoa uoga ndani yako, ukiondoa ule uoga ndani yako, hauwezi kukosa kusimama imara. Sifiwe sana. Tusome katika kitabu cha Luka, tuone jinsi gani wanafunzi wa Yesu, hata siku Yesu alifufuka, wanafunzi walikuwa na mashaka, waliona woga kwamba ule mtu tuliokwenda kumzika tena tumemuona. Masoma hapo Luka sura ya 24 mstari wa 37 hadi 39. Wakastuka wakaogopa sana, wakizani ya kwamba wameona roho. Akawaambia, mbona mwafadhaika? Na kwa nini mnaona shaka mioyoni mwenu? Tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Shikeni muone, kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kuona hizi ni habari wakati Yesu alipofufuka. Wanafunzi wa Yesu walikuwa pamoja naye, walitembea pamoja naye, walikula pamoja naye, wakalala pamoja naye, wakaenda sehemu mbalimbali wakahubiri pamoja naye. Lakini wakati alipofufuka akawaendea wanafunzi wake. Kipindi kile alipowatokea walianza kuogopa. Wanashindwa kujua kama ni yule waliokuwa naye ndo amewatokea, wakaanza kuogopa, wakaanza kumwangalia kwa hofu. Ndio maana nimesema kwamba hata kitu kenye umeweka wewe, unakuwa karibu na mtu, unaweza ukamwogopa. Mfano, tunaenda kuzika mtu leo, lakini huyo mtu kesho yake unaenda kumuona pale mlango wako. Unahakikisha hapo wewe, hata ni mke wako, hata ni mume wako, hata ni mtoto wako, utafunga mlango kwa nguvu na kuogopa. Kwa sababu gani? Woga umekuingilia ndani yako. Lakini usipokuwa na woga, unaweza kuwa mjasiri wa kushinda kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuwa mjasiri wa kushindana na mambo yanayokutokea. Kulingana na ule woga ndo unasababisha wewe, unasababishia wewe kuogopa na
na kwenda kando na mapenzi ya Mungu. Sababu ya nini? Woga umekuingia. Woga umekuingia wewe. Wakati soma Mwanzo 20, mtu mwingine akaingia kutenda dhambi, akadanganya. Wakati alipoona woga akadanganya. Na 26:7. Watu wa mahali hapo wakamuuliza habari za mkewe, akasema, ni ndugu yangu huyu, maana aliogopa kusema ni mke wangu, watu wa nchi wasije wakamua kwa ajili ya Rebeka, kwa maana alikuwa mzuri wa uso. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtumishi wa Mungu Isaka, wakati alipotoka pale kwao akaenda, alikuwa na mke wake Rebeka. Biblia inasema alikuwa mzuri sana huyo mama. Na wakati alipofika pale, watu wa mji ule wakamuuliza kuhusu mke wake, lakini kwa sababu ya woga alidanganya. Bwana Yesu aturumie sana. Alikwenda kudanganya, akasema kwamba huyu si mke wangu, huyu ni ndugu yangu, yaani ni dada yangu. Kulikuwa ni kusema kwamba huyu ni mke wangu, sababu ya woga. Aliona kwamba wale watu wanaweza wakamzuru kwa sababu ya ule mke wake. Alisema huyu ni dada yangu. Woga unakwenda kumuingiza mtu kutenda dhambi, kuingia kwenye dhambi. Methali inatuambia kwamba ukiwaogopa wanadamu, wanadamu wanakuwa kama vile mtego. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanadamu wanakuwa kama vile mtego. Huyu nani Isaka aliogopa wanadamu akatenda dhambi. Vivyo hivyo na wewe unapoogopa, unapoingiliwa na woga ndani yako, unaweza ukatenda dhambi. Unaweza ukafanya dhambi. Unaweza ukafanya dhambi ya mauaji, unaweza ukafanya dhambi ya kuabudu miungu, unaweza ukafanya dhambi ya kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Sababu ya nini? Ya woga. Kwa hiyo wewe Mkristo hautakiwi kuwa na woga. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautakiwi kuwa na woga. Unatakiwa usimame, uwe mjasiri, ukipambana na kila hali inayojitokeza. Uhakikishe unapambana na kila hali inayojitokeza. Usiwe muoga. Ukiwa muoga unaweza kufanya dhambi. Huyu Isaka alikwenda kudanganya. Aliingia dhambi ya kudanganya. Ulikuwa ni kusema ukweli, yeye akaenda kinyume na akadanganya. Kaingia kwenye mtego sababu ya kuogopa wanadamu. Kwa hiyo hautakiwi wewe Mkristo kuwa muoga. Biblia inatuambia kwamba hata waoga hawataurithi ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Waoga hawataingia. Sio mimi nimesema, ni maandiko yamesema. Hata waoga hawataingia kwenye ufalme wa Mungu. Hawataurithi. Sababu gani? Ya uoga. Kwa hiyo hautakiwi wewe Mkristo kuwa muoga muda wowote. Unatakiwa uwe jasiri. Kinachojitokeza pambana nacho. Na utakapopambana nacho, sio kwamba utakwenda kwa waganga wa kienyeji, ni lazima umlilie Yesu. Kama jinsi Petro alipoona woga, akaanza kuzama, akamlilia Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamlilia Yesu, Bwana niokoe. Na ndivyo na wewe Mkristo unavyotakiwa. Wakati unapoona shida inakuja, kimbilia kwa Yesu. Paza sauti kama jinsi Petro alivyopaza sauti kwamba Bwana niokoe. Yesu akanyoosha mkono wake akamshika. Na wakati wewe unapopata shida, mlilie Yesu, piga yowe kwa Yesu. Yowe yako ni kwenda kwenye maombi, kumwambia Yesu shida zako, na Yesu atakusikia na atanyoosha mkono, atakuokoa na matatizo yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwamba uoga wa kupindukia unaweza ukasababisha wewe kuingia katika mtego, kuingia katika dhambi, kufanya dhambi, kuogopa tu.
Kuna watu wanaogopa, wanaona mtu anainuka ndani ya kanisa, huyu kijana anaweza kuja kunipindua kwenye hii madaraka yangu, nitamfanyia hiki. Woga tu. Unaogopa nini? Kulikoni wewe kumlilia Yesu, wewe unaanza kuwa na nia mbaya ili uingie kwenye dhambi. Watu wengi wanakuwa hivyo, makanisa mengi tu. Unakuta mtu anaona kijana anainuka, ama kijana bado anatoka shule la Biblia. Unaanza wewe mchungaji uliokutaniwa pale, unakuta wewe haujasoma, lakini una kipawa cha uchungaji ndani yako. Unaanza kuogopa. Katoto kenye kametoka shule haka kanaweza kuja kunipindua hapa kwenye hii madaraka yangu. Huyu kijana sijamuona vizuri. Unaona, woga unaanza kuingia ndani yako. Wewe unaanza kutafuta mbinu zingine za mauaji sasa. Unakuta kijana huyo siku mbili anakufa. Sababu ya nini? Wewe umeingiliwa na woga, na woga huo unakusababishia wewe kuingia katika dhambi. Bwana Yesu aturumie sana. Kwa hiyo Mkristo atakiwe kuwa mwoga. Hautakiwi wewe Mkristo kuwa mwoga. Chochote kinachoinuka, pambana nacho. Hautapambana nacho kwa mwili, lakini utapambana nacho kiroho. Ndio maana Paulo alisema kwamba vita vyetu sisi sio vya damu na nyama, bali ni vita vya ufalme na mamlaka wa giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika ulimwengu wa roho. Hautapambana navyo kwamba uanze kupigana ngumi na vingine, sababu utapambana navyo wakati wewe unaanguka kwenye maombi. Unakwenda kwenye maombi na kumwambia Mungu shida ulio nayo. Kama jinsi Petro alivyolalamika, asingalalamika Petro, Bwana niokoe, labda Bwana angemuokoa. Lakini wakati alipochukua hatua ya kuona kwamba hakuna sehemu nyingine nitakayokwenda, hakuna mahali pengine pa kulalamikia, nimlalamikie Yesu naye aniokoe, akapiga yowe, Bwana niokoe, na Yesu akanyosha mkono wake akamuokoa, wakapanda chomboni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo somo letu la leo ni kwamba usiwe mwoga. Unapokuwa na uoga, unaweza kuharibu imani yako. Unaweza ukatoka kwenye imani. Kipindi cha nyuma mchungaji alituambia mashujaa wa imani. Wale mashujaa wa imani waliitwa mashujaa wa imani sababu gani? Hawakuwa na woga. Wale mashujaa wa imani walisema katika imani yao, na kama ni kuuawa, wengi waliuawa, lakini wakiwa wamesimama kidete katika imani yao. Na hiyo na wewe unatakiwa usimame katika imani yako, usiwe na woga. Maana unapokaribisha woga ndani yako, unaweza kaingie kwenye kufanya dhambi, unaweza kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo siku ya leo ni kwamba tusimame imara, imani yetu isiwe na woga sisi wa Kristo. Tunapokuwa na woga, tunaweza kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Na Bwana abariki. Amen.